kupata majibu ya karibia kila kitu, na changamoto yake ni kwamba ile hali ya kimungu iliyoko ndani yetu inahafifishwa. Kwa hiyo tunategemea teknolojia zaidi. Sasa kwa nini nimeongea yote haya? Ukiona mtu aliyefanikiwa kwenye maisha, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kiroho, iwe ni kwenye afya, zipo kanuni ambazo zimezingatiwa. Sasa kanuni hizi zinabaki kwa watu wachache ambao wanaofahamu. Wale ambao hawana ufahamu wanaendeshwa na wale wenye ufahamu, na hii naona kwamba sio sawa mbele za Mungu. Mungu ametuumba kila mtu akiwa na kitu ambacho kinaweza kumfaa mwenzake. Hajatuumba tukiwa tuna kila kitu, ila ametuumba tukiwa na kitu fulani. Kwa kitu changu mimi kinaweza kusaidia wewe, na cha kwako wewe kikanisaidia mimi. Huo ndio taratibu wa Mungu ambao anahitaji binadamu tuwe hivyo, ili pasiwepo na mtu mwingine mwenye kiburi akajiona amejitosheleza. Sasa unapotazama katika masuala ya teknoloji na uwezo wetu wa kufikiri, jamii inarahisishiwa mambo kiasi kwamba tunalemaza uwezo wa kufikiri, tunalemaza fikra. Na mfumo wa elimu, mfumo wa kidini, vyote viwili ukivichanganya pamoja vinawaelekeza watu zaidi na kuwapa watu kitu cha kufikiri, lakini sio kuwafundisha namna ya kufikiri. Ni sana mwalimu anayekupatia swali la hisabati, quadratic equation, na anakuambia kabisa utalisolve kwa kutumia formula au completing the square. Kwa moja kwa moja amesha kuelekeza utatumia mfumo gani kutatua mgogoro au kupata jibu la swali ambalo amekupatia. Lakini kiuhalisia kabisa ilikuwa ni sawa kumpa mtu swali quadratic equation, lakini yeye mwenyewe umwache struggle, apambane, aje agundue kwamba kwa kutumia completing the square imefeli, ili aje atumie formula. Hii inamsaidia mtu kufikirisha akili yake. Inamsaidia mwanafunzi kuwa na uwezo wa kutatua migogoro kuliko kumwongoza namna ya kutatua migogoro. Sasa leo unapoongelea kwamba kanuni hii itakusaidia katika maisha kila uendapo, kwanza utagundua kwamba kuna kanuni ambazo baba zetu walizifuata, babu zetu walizifuata, kanuni za maisha, kanuni za kiroho ambazo hizi hazikuundwa na mtu, zimeundwa na Mungu, ambazo kila atakaye zizingatia atatokea katika mstari ambao tayari Mungu alishauweka ili uweze kutusaidia. Ni wewe kufikirisha akili yako, ni wewe kujifunza kufikiri, ni wewe kufanya mazoezi ya kutatua migogoro, maana kila unachokitafuta kiko ndani yako tayari. Mungu atusaidie sana. Hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunapoangalia somo la leo, naomba uweze kuwa pamoja nasi. Utupatie uwezo wa Roho Mtakatifu kupambanua mambo haya ya kiroho, ya kiakili, ya kimaisha na ya kiafya. Neema yako iwe nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Biblia inasema amtumainie Mungu ni kama mti uliopandwa kando kando ya mto, uzao matunda yake kwa wakati wake. Lakini anayemtumainia mwanadamu ni kama mti uliopandwa jangwani, tena amesema amelaaniwa. Na unapoangalia yule anayemtumainia Mungu, ambaye maandiko yamemfananisha sawa na mtu aliyepandwa kando kando ya maji, anasema kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hiyo ukiona katika maisha yako kila unalolitenda halifanikiwi, ni kwa sababu kuna kanuni ambazo umezikiuka. Na ukirudi katika zile kanuni, utakuta ya kwamba moja kwa moja unaenda vizuri kwenye zile kanuni, na kila unalolifanya litafanikiwa. Nguvu za giza au nguvu za kichawi, kile ambacho zinafanya kwenye biashara yako, kile ambacho zinafanya katika maisha yako, sio kitu kipya, ila zinakutoa nje ya kanuni ya kimungu, ili sheria za asili zichukue nafasi yake na ushindwe kufanikiwa. Kwa hiyo unaingia kwenye msongo, lakini siku ukitambua zile kanuni, hakuna uchawi,
hakuna nguvu ya giza itakayofanikiwa kwako. Maana huyo ambaye unamuita shetani, naye ni kiumbe aliyeumbwa kama wewe na ana mipaka yake kama wewe. Ambaye hana mipaka ni Mungu peke yake. Yeye Mungu ndiye ambaye ana mamlaka kubwa na uwezo mkubwa sana. Mungu ndiye ambaye hafungwi na chochote. Kwa hiyo shetani na wewe ni viumbe. Kwa kama shetani ni kiumbe, basi na wewe kuna kanuni ambazo ukizijua unamtesa pia. Kuna kanuni ambazo ukizielewa unampa wakati mgumu kuingilia mambo yako. Hili ndilo ambalo natamani leo uweze kulielewa. Hebu tuanze kuangalia mambo kadhaa mawili muhimu kwanza, kabla ya kuangalia kanuni hii ambayo itakulinda kwenye maisha. Vitu ambavyo vinaharibu watu ni vitu viwili, ni kutekwa na ujinga. Vitu viwili tu. Yaani namaanisha kwamba vitu viwili muhimu ambavyo vinaweza vikamfanya mtu aweze kupata shida kwenye maisha yake ni ujinga na kutekwa. Hii ndio sahihi zaidi. Kwa cha kwanza ni ujinga, cha pili ni kutekwa. Kwa ujinga utakupelekea kwenye kutekwa. Ukiviepuka hivi vitu viwili, ukaepuka ujinga, ukaepuka kutekwa, hapo utaangalia vyote chanzo chake ni kimoja, utajikuta maisha yako yanaenda katika utaratibu wa kimungu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 5 fungu la 13, Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Kuna kitu natamani ukielewe hapa katika ili andiko la kwanza hili, cha msingi sana. Cha kwanza anasema kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka. Kwa hiyo unaweza ukajikuta hapo ulipo wewe ni mateka. Mateka kwenye fikra yako, mateka wa afya yako, mateka wa elimu, mateka wa dini, mateka wa dhehebu lako, kiasi kwamba huwezi kuwa na fikra ya kiroho ya kupata maarifa nje ya cage, nje ya kifungo ulichowekewa. Kwa unapojaribu kutoka nje ili upate maarifa, kifungo kinakuzuia, maana wewe ni mateka tayari. Mateka wa afya yako, mateka wa kiroho, mateka wa kidini, mateka wa kidhehebu, mateka wa ufahamu. Naenda zaidi ili kutoa mifano. Hebu niangalie tu mfano afya. Walipotuambia mara ya kwanza ya kwamba mafuta yanayoganda yanatuletea matatizo ya magonjwa ya moyo kisayansi, kama alivyokwisha kutuambia, na ikafundishwa kwenye vyuo vya udaktari, ikafundishwa kwenye vyuo vya lishe, na sisi tukafundishwa, tukalipokea hilo, tukaletewa mafuta yasiyoganda, mafuta ya ambao wanaita mafuta ya mboga, vegetable oil, lakini ni mafuta ya mbegu kama vile alizeti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukatumia kwa wingi sana, yako masokoni mpaka leo. Lakini wanaokubali kutoka nje ya box, wanasayansi wakaja wakasema, mbona kuna kitu tumechemka hapa, kwa sababu mafuta haya ya mbegu ambao tunayatumia, wakagundua kwamba kuna watu ambao wameyatumia lakini bado wakapata pressure, bado wakapata stroke, bado wakapata kisukari, bado wakapata magonjwa kama Alzheimer na dementia. Kwa hiyo kaanza kujiuliza, kuna nini hapa? Je, tumepata suluhisho sahihi au kuna kitu tumechemka? Ndipo akaja kugundua kwamba hayo mafuta ambayo tumeambiwa ni mazuri yanasababisha matatizo hayo ya magonjwa ambayo tunayepuka, kama alizeti na mengineyo, na mafuta ya soya na mafuta ya mahindi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ikabidi waanze kwenda kwa kina. Unaona jinsi watu ambao wanafikiri. Wakati huu kuna jamii huku ambayo haiwazi hicho kitu. Watu wanakufa kwa pressure, watu wanakufa kwa stroke, hizo ambayo ni matokeo ya pressure, watu wanakufa kwa magonjwa ya kisukari, lakini wanachukulia kama ni mfumo wa maisha wa kawaida. Ndipo wakagundua kwamba kuna kitu ambacho kinatokea kwa ya mafuta, kimeondolewa kwa kitendo cha kuingizwa kiwandani, kuyakamua kwa wingi, wakajua madhara yake, ndipo wakarudisha watu kwenye mstari sahihi. Sasa hilo sio somo langu siku ya leo. Nataka tu nikuonyeshe jinsi ambavyo mtu anaweza akatekwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo akadhani ameikimbia pressure,
lakini kwa kutumia haya mafuta ambayo ameambiwa ni mazuri, akawa tena mteja wa dawa za presha, akawa mteja wa dawa za kisukari, huku akiendelea kutumia kile ambacho kinamletea magonjwa, na huku anaenda dukani kununua dawa ambazo haziondoi ugonjwa bali zinaondoa dalili za ugonjwa. Kwa hiyo humfanya kuwa mtumwa wa dawa maisha yake yote, wakati kumbe kuna jibu ambalo anaweza akalipata na akatoka kwenye matumizi ya hizi dawa, kama atabadilisha mfumo wa maisha, kama ataondoa vitu ambavyo vinasababisha ugonjwa ulioingia. Nadhani ni Socrates kama sijakosea, ambaye ni baba wa medicine, ambaye kama sio Socrates ni Aristotle, kati hawa wawili mmoja wapo, ambaye alikuwa anasema huwezi kumtibu mtu ugonjwa ikiwa hayuko tayari kuachana na tabia zilizoleta ugonjwa. Ndio katika Isaya 5:13 anasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka. Ni mateka tayari, kwa hiyo wako chini ya utawala wa yule ambaye amewateka. Ndiye anayewaamulia hatima yao, ndiye anayeamua maisha yao, ndiye anayeamua aina ya elimu watoto wao wapewe, ndiye anayeamua aina ya dawa ambao watakuja kuitumia wakipata magonjwa, ndiye ambaye anaamua mpaka aina ya ugonjwa waupate ili aweze kuwapatia dawa na wao wampatie fedha. Ndiye ambaye anasema ni mateka hawa. Sasa angalia ili fungu linavyoenda zaidi, anasema kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana. Sitaki kulitafsiri kwa kina ili fungu, utaangalia jinsi ambavyo linaathiri jamii kisiasa na kiuchumi, fungu hili. Kwa hiyo mgogoro mkubwa kwamba kuna watu wamechukuliwa mateka hapa, lakini nasema ni kwa kukosa maarifa. Sasa unisikilize hapa. Kitendo cha kufikiria ya kwamba viongozi wa kisiasa watakuletea majibu ya matatizo yako ni akili za kitumwa. Narudia tena. Kitendo cha kuwaza kwamba viongozi wa kisiasa au viongozi wa kidini watakuletea majibu ya matatizo yako na kuwategemea wao ni akili za kitumwa. Amka usingizini. Hatima ya maisha yako na watoto wako yako mikononi mwako. Kwa hiyo wewe ndiwe uamue ya kwamba watoto wangu wataishi kwenye nyumba ya aina hii, watasoma kwenye elimu ya namna hii, wataishi maisha haya. Haya yote yapo kwenye mikono yako we mwenyewe, ndiwe ufanye maamuzi. Usije ukasubiri mtu mwingine akusaidie kufikiri kwa niaba yako. Tengeneza hatima yako leo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini cha kwanza amesema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka. Kwa hiyo unaweza ukachukuliwa mateka ukaishi katika maisha ambayo sio ya kwako, ni maisha ya watu walioamua uishi hivyo. Fikra za watu walioamua uishi hivyo ndio ambazo zimekamata akili yako sasa. Kwa hiyo lazima utoke nje ya hizo fikra, utengeneze hatima yako wewe mwenyewe kwa kuangalia kile ambacho Mungu amekuumba wewe kuwa. Kwa cha kwanza kabisa unafanywa kuwa mateka. Mateka wa dini, mateka wa dhehebu, mateka wa chama cha kisiasa, mateka wa mifumo ya kiserikali, mateka wa mifumo ya kiafya, mateka. Namba 2, unaangamizwa sasa. Kwenye kitabu cha Hosea sura ile ya 4 fungu la 6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi, na kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nimewasahau watoto wako. Mafungu yote mawili, manabii wawili tofauti, Isaya na Hosea, kuna kitu wanaongea kinafanana, nacho ni maarifa. Huku wanatekwa nyara kwa kukosa maarifa, huku wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unajua, twiga na simba, mkubwa ni twiga, lakini mmoja ni chakula cha mwingine. Twiga kama wakiwa serious katika umoja wao, wanaweza wakashughulikia simba, haijalishi wako wangapi. Lakini kwa sababu ndani ya twiga hakuna maarifa ya kutambua nguvu iliyoko ndani ya twiga, twiga anapambana, lakini mara nyingi sana anakuwa ni chakula cha simba. Kama ukijua uwezo na nguvu ya kimungu iliyoko ndani yako,
hao unaowaita maadui zako watakuwa chakula kwako, ila kwa sababu hujui kilichoko ndani yako na umeendelea kufichwa haya maarifa na umeendelea kufanywa kuwa mtumwa katika fikra zako, kwa kuto kujua mambo ambayo tunakwenda kuyaongea leo, unaendelea kuwa mtumwa, unaishi katika hofu, unaendelea kuangamizwa kwa kuwa umeikataa sheria ya Mungu na kanuni za kimungu. Unaendelea kuwa katika hali ya woga, unaendelea kuwa katika hali ya hofu, na biashara yako haisongi mbele, maana umejazwa woga na umejazwa hofu, maana hujui nguvu iliyoko ndani yako. Kanuni ya kwanza, sahau yote niliyoyaongea, hii uikumbuke: mjue sana Mungu. Kila aliyemjua sana Mungu alifanikiwa kila alikoenda. Kila aliyeelewa Mungu ni wa aina gani. Na shetani ana kampeni kubwa ya kutufanya tusimjue sana Mungu. Tumjue Mungu, tusimjue sana, tupate ufahamu kidogo juu ya Mungu, kwa sababu anajua akishafanikiwa hili tunaishi katika utawala wake. Lakini ukielewa ukamjua Mungu, utajijua jinsi ulivyo we mwenyewe. Lakini usipomjua Mungu huwezi kujijua we jinsi ulivyo, maana Biblia inasema natufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu wakatawale. Kwa hiyo ukielewa jinsi Mungu alivyo, ndipo utaanza kujijua we jinsi ulivyo, maana wewe ni mfano, umeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Wewe sio kama ng'ombe, wewe sio kama chura, wewe sio kama paka. Wewe ni zaidi ya hivyo vyote nilivyovisema. Wewe ni zaidi ya simba, wewe ni zaidi ya hivi viumbe vyote ambao nimekutajia listi yake, ni zaidi hapo. Usipojua uzaidi wa kwako katika hivi, huwezi kujua ufanyeje kazi, na utakuwa mtumwa wa viumbe hivyo, wakati Mungu amesema wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho. Kwa hiyo hivi vyote vimefanywa kuwa mtumwa wako wewe, lakini mpaka sasa hivi hujui. Unateswa na paka bado, unateswa bado na panya, unateswa bado na malaria, unateswa bado na kansa, unateswa bado na bakteria. Bado binadamu anateswa na hivi viumbe kwa sababu hajajua kwamba amepewa mamlaka ya kuvitawala na kuvitiisha vyote. Mungu atusaidie sana. Hata hiyo ndoa yako ambayo inakutesa ni kwa sababu kuna kanuni fulani ambazo hukuzifuata vizuri, na kila siku tutaendelea kujifunza. Hakuna siku ambayo tutadai tumejua kila kitu. Tutaendelea kujifunza kila siku na kuapply ufahamu mpya kila siku. Angalia kitabu cha Ayubu sura 22 lile fungu la 21 na 22. Kuna maneno haya anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Zingatia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kitendo cha kushindwa kumjua Mungu unakosa amani. Kitendo cha kushindwa kumjua Mungu, mema hayakujii. Unakuta kila siku mabaya yanakujia. Mtu anakuambia, mchungaji, yani naona kila nachojaribu akiendi, kila napofanya hivi naona mambo hayaendi, naona vitu vibaya tu ndio vinanijia, kuna mikosi tu inakuja. Mikosi inakujia kwa sababu hujamjua sana Mungu, na kwa sababu hujamjua sana Mungu hujajijua na wewe mwenyewe. Biblia inasema mjue sana Mungu. Ndio tumeona hapo. Hawa ni marafiki wa Ayubu, walikuwa wanatoa ushauri. Usije ukasoma stori za marafiki wa Ayubu ukaona walikuwa wabaya kwa kila kitu. Walikuwa ni watu wenye ufahamu juu ya mambo ya kimungu na kanuni za asili walizijua sana, za Mungu, sheria za Mungu walizijua vizuri sana. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Utakapomjua sana Mungu, furaha yako haitapimwa kwa kile unachokipitia, ila itapimwa kwa Mungu uliye naye. Ukiona furaha yako au huzuni yako inatengenezwa kwa sababu ya matukio, hujamjua sana Mungu, ya kwako ni emotional, na shetani atakuchezea kama anavyochezea kitenesi, kwa sababu anajua kabisa ili akukasirishe, akuingize hasara kwenye biashara. Furaha yako imetoweka, maana moyo wako upo katika biashara yako, na anajua kabisa akisha kuingiza hasara, uko na huzuni, utakuwa hauna furaha. Kwa hiyo yeye amefanikiwa katika hilo. Na chakula cha hizi nguvu za shetani, negative energies, chakula chao kikubwa ni huzuni yako, ni maumivu yako, ni changamoto zako. Narudia tena, Ayubu
22 fungu la 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Utakapomjua sana Mungu, amani itakuwepo, furaha itakuwepo. Furaha yako haitengenezwi na idadi ya pesa ulizonazo kwenye akaunti yako. Furaha yako haitengenezwi na kiwango cha faida ulichokitengeneza kwenye biashara yako. Furaha yako au huzuni yako haijalishi vitu ulivyovipoteza katika maisha yako. Ikiwa furaha yako inategemea vitu ulivyovipoteza, kwamba nimepoteza hiki, kwa inakuwa na huzuni, furaha yangu inapungua, shetani atatumia hivyo vitu kukuongezea huzuni. Ikiwa furaha yako inapimwa na jinsi ndoa yako inavyokwenda, yani katika hali ya ndoa jinsi ilivyo, ndiyo furaha yako ilipo, basi shetani atahakikisha na kuletea changamoto nyingi kwenye ndoa ili uendelee kuwa na huzuni. Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini, zingatia ya maneno vizuri, furahini katika Bwana. Hajasema furahini katika pesa, hajasema furahini katika wingi wa mali, hapana. Hajasema furahini kwa kuwa wewe na mkeo mnaelewana sana. Kuna siku hamtaelewana, lakini furaha yako iko pale pale, kwa sababu furaha yako iko kwa Bwana. Furahini katika Bwana. Na ukishaelewa hii kanuni ukaizingatia, ndipo utajihakikishia katika maisha yako ya kwamba wakati furaha yako inapotaka kudhibitiwa na matukio, utaelekeza mawazo yako kwa Bwana ili furaha yako idhibitiwe na Bwana na wala sio matukio. Ndivyo mema yatakavyo kujia. Kwa nini? Kanuni ya asili inasema ndege wanaofanana hutembea pamoja. Usitarajie mema kwa moyo wenye huzuni, ila moyo wenye furaha utayavuta mema yatakujia. Zingatia, ndivyo mema yatakavyokujia. Mema huyatafuti, ila yanakujia. Una attract, unayavuta, yanakuja kwako. Nini kinachovuta mema kwako? Mjue sana Mungu. Nini kinachovuta mema kwako? Uwe na amani. Tugeuze, nini kinavuta mabaya kwako? Kuto kumjua Mungu. Nini kitavuta mabaya kwako? Kukosa amani. Ndipo mabaya yatakapokujia. Zingatia sana hizi kanuni hizi. Na mimi napozi hapo kidogo ili angalau akili yako ianze kuelewa, ili kabla hujaanza kutafuta mchawi uanze kuangalia wewe mwenyewe, ni nini nimekifanya mikosi yananijia. Ulipoona mtu anapita anashuka jekundu na nguo nyeupe, akakutazama vibaya, akakutemea mate, ulianza kuwaza kulogwa. Kwa hiyo ulivuta kulogwa we mwenyewe kwa kukubali kile alichokinuiza. Baada ya kukiona, baada ya kusikia, baada ya kutishiwa kwamba fulani amesema atahakikisha utakuwa hivi na hivi, fulani amesema atahakikisha na kutoa hapo kwenye kazi, fulani amesema atahakikisha unaugua, fulani amesema atahakikisha na kutoa duniani. Ameenda kwao. Hayo mawazo ulipoyasikia, ulipoambiwa, uliposimuliwa, kwa kuwa humjui sana Mungu, hofu ikakujia, mabaya yanakujia. Lakini ukimjua sana Mungu na uwezo wake na nguvu zake na jinsi alivyo, huna hofu, utakuwa na amani. Maana atakutamkia mtu mabaya, lakini Mungu amekutamkia mema. Ndipo mema yatakavyokujia. Haleluya! Natamani unayenitazama hili liingie kwenye akili yako ili uanze kuwa na ujasiri kuanzia leo. Ayubu 22 fungu la 22, tunaendelea pale. Anasema, uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Sio maneno ya bosi wako yaweke moyoni mwako. Sio maneno ya mume wako aliyokuambia mabaya yakae moyoni mwako. Sio maneno ya mke wako aliyokutabiria mabaya na kuambia mabaya yakae moyoni mwako. Sio maneno ya mzazi aliyekutamkia mabaya yakae moyoni mwako. Maneno ya Mungu ndio yakae moyoni mwako. Mungu anasemaje juu ya maisha yako? Tazama, mawazo ninayokuwazia ni mema siku zote. Sasa kuna mtu ananiambia, mchungaji, kama ni mema siku zote, mbona kuna mabaya amenikuta? Usiongozwe na matokeo mabaya uliyoyaona. Wewe amini alichosema Mungu, ndipo mema yatakapokujia. Ndipo mema yatakapokujia. Unaona kuna mabaya yanatokea hapa, unaona kuna hasara ya kibiashara imeingia, badilisha mtazamo wako. Badala ya kusema nimeingia hasara ya kibiashara, sema Mungu amenipitisha katika shule ya kibiashara. Kuna kitu najifunza katika biashara, kuna kitu najifunza kwenye ndoa. Kuna makosa kwenye ndoa umeyafanya ya kuletea maumivu kwenye maisha yako, ile ni shule.
unafundishwa, ni shule unayopitia, yaone positively, usiaone negatively. Anza kubadilisha mtazamo, badilisha mtazamo, badilisha mtazamo. Siri iliyojificha kubwa sana ni hii: hata Yesu hana mpango wa kukutoa kwake, ni mpaka wewe ujitoe mwenyewe. Kwa hiyo hata kama unapitia ugumu fulani wa tabia fulani mbaya, ama unasema mtu, lakini najaribu kuiacha hii, nashindwa, Yesu bado yuko bize kukutengeneza. Hana mpango wa kukutoa pamoja na hizo tabia zako mbaya, ila wewe labda ukiamua kujitoa wewe mwenyewe. Hasa kama tu Mungu anakuwazia mema kiasi hiki, madudu yako yote ambayo umefanya, lakini bado anaendelea kukushughulikia ili uweze kutembea katika njia yake. Wewe ni nani ambao unahitaji kujitoa kwa Yesu Kristo? Na kitu pekee ambacho kitakufanya uingie mbinguni ni kimoja tu, ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, period. Wala hakuna kingine. Ukishampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukamkubali kuwa yeye ndiye Bwana alafu ndiye Mwokozi, kwa vyeo viwili. Moja ni Bwana, atakuongoza cha kufanya. Cha pili ni Mwokozi wa maisha yako, huwezi kujiokoa wewe mwenyewe. Ukubali vitu viwili, hakuna chochote kitakacho kutoa kwake Kristo Yesu. Hakipo, labda wewe mwenyewe uamue kujitoa. Usipojitoa, bado yeye yuko upande wako. Mungu atusaidie sana. Hebu angalia maandiko haya ambayo nataka uweze kuona hii siri iliyojificha. Kitabu cha Yohana sura ya 15 fungu la 2, anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Na unapoangalia katika fungu la kwanza, anaeleza kwamba yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Sasa kwa sababu akili zetu tumeziweka upande wa negative kwa haraka bila positive, tunaweka upande wa hasi zaidi kuliko chanya. Hata ili andiko ukilisoma unaliona lina kitu cha hatari iko ndani yake hapo. Lakini kwambie, kwa mfano Yohana 15:2 haina kitu kibaya hata kimoja ndani yake. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Najua kuna mtu ananitazama, lakini wewe mchungaji, mimi mbona sikuelewi hapo? Mbona kuna kibaya hapo? Kwamba nisipozaa naondolewa? Twende vizuri, ili andiko tulitendee haki. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha, lizidi kuzaa. Sasa hebu ili fungu la pili liache kama lilivyo kidogo, twende tukaangalie mafungu mengine kwenye andiko hilo hilo. Hebu tuangalie kwa mfano Yohana hiyo sura 15. Hebu tuanzie tu fungu lile la kwanza. Yohana sura 15 lile fungu la kwanza, ili tupate picha kamili, alafu ndio tutakuja kwenye ile fungu la pili tuangalie na mafungu mengine ili uweze kuona hizo habari njema iliyopo kwenye fungu la pili vizuri. Anasema, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Fungu la pili, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Fungu la tatu, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nilowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Naomba uweze, kama una Biblia yako, pigia mstari ilo fungu la 4, au liwekea alama ilo fungu la 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kwa hiyo angalia mgogoro hapo. Ukiwa nje ya Kristo huwezi kuzaa chochote, ila kama umeshikamana na Kristo unaweza ukazaa. Ikae vizuri hapo. Kwa hiyo kanuni ni rahisi: shikamana na Kristo, zaa matunda. Achana na Kristo, hutakuwa na matokeo, hutazaa matunda. Hiyo ndio uizingatie kabla tujaenda kutafsiri fungu la pili. Kwa hiyo izingatie hiyo ya fungu la 4 kwanza. Kanuni kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu. Twende fungu la 5. Mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Amerudia tena kanuni aliyoitaja kwenye fungu la 4 ya kushikamana na Kristo, kukaa ndani ya Kristo. Fungu la 4, fungu la 5 ameirudia hiyo hiyo. Twende fungu la 6. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Fungu la 6 linaongea kitu tofauti na fungu la pili. Kwa hiyo watu wengi wanaposoma fungu la pili wanachukua kitu ambacho kipo kwenye fungu la 6 na kukipeleka kwenye fungu la pili. Twende taratibu hapa, siko hapa kuhubiri, nipo hapa kufundisha ili uweze kunielewa. Sasa nataka tufanye ulinganifu kati ya fungu la 6 na fungu la pili.
Tuanze na fungu la 6 sasa. Anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni. Nini kinachofanya huyu kwenye fungu la 6 huyu mtu atupwe nje? Ni kuto kukaa ndani ya Kristo, ni kukataa kushikamana na Kristo. Turudie tena fungu la 6, mtu asipokaa ndani yangu. Ona mkono wangu jinsi ulivyo. Hii ni zabibu, tawi. Usipokaa ndani ya mzabibu huwezi kuzaa. Alafu kinachotokea ni nini? Unakauka, unakosa uhai. Tawi likikosa uhai, likinyauka, linakauka. Likauka tunalifanyaje? Tunalitumia kama kuni. Matumizi yanabadilika. Kwa mtu yeyote ambaye hajafungamana na Kristo, akitoka nje ya Kristo anakufa, anakauka kiroho, matumizi yake yanabadilika, anakuwa kuni. Twende kwenye fungu la 6, maana nimesema tutafanya comparison, tutafanya ulinganifu. Fungu la 6, kila tawi ndani yangu lisilozaa. Stop hapo. Fungu la 6 hilo tumesoma. Fungu la 2, kila tawi ndani yangu lisilozaa. Fungu la 6, mtu asipokaa ndani yangu. Kuna kitu umekiona hapo? Fungu la 2, kuna tawi ambalo liko ndani ya Kristo lakini halizai. Kumbe sio kila tawi kwenye mti lina matunda. Kwa hiyo tawi la sura ya 2, fungu la 2 katika Yohana sura ya 15 bado limeshikamana na mzabibu lakini halina matunda. Tawi katika fungu la 6 lenyewe limeachana na mzabibu, linanyauka na kuwa kuni. Unaweza kusema mchungaji, lakini mbona katika mstari wa 2 anasema lisilozaa huondolewa? Turudi tena fungu la 2, kila tawi ndani yangu. Ina maana kuna tawi na bado liko ndani yake, lisilozaa huliondoa. Nafikiri mgogoro upo kwenye neno huliondoa katika lugha ya mkoloni, ambapo nayo pia ilitafsiri vibaya neno la Kiyunani. Ndiyo iliyoleta mgogoro katika lugha ya Kiswahili neno huliondoa. Katika Union Version, Biblia Union Version, kwenye fungu hilo katika lugha ya Kiingereza ambayo ndio tumeichukua sana, every branch in me that beareth not fruit he taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, and it may bring forth more fruit. Sasa hapa kuna maneno ambayo tumepotoshwa, sio nitumie lugha kupotoshwa, au niseme hivi, hapa kuna maneno ambayo tumepata maana hafifu. Nadhani hiyo itakuwa ni Kiswahili kizuri zaidi. Tumepata maana hafifu ya maneno yaliyotafsiriwa. Kwa hiyo neno huliondoa, Kiingereza likawa taketh away, ambalo tumelichukulia ni kuondoa. Lakini turudi katika lugha ya Kiyunani ili tuweze kuona maneno yaliyotumika na maana yake. Kwa wewe ambao unaangalia kwa njia ya television, unayesikiliza kwa njia ya redio, ndio unaweza usione moja kwa moja, lakini wewe ambao unaangalia kwa njia ya television, utaona hapo kwenye skrini yako sasa na kuwekea neno la Kiyunani ambalo limetumika likiwa linamaanisha kuondoa, ambao tumelitumia neno kuondoa. Neno kuondoa, neno la Kiyunani ambalo limetumika ni neno airei. Neno hili airei ni verbu. Ni verbu ambayo ina maana, ina asili ya neno la Kiyunani airo. Original name au original neno ni airo, ambalo katika sentensi yetu kwenye sura ya 2 ni airei, yenye maana, yenye asili ya neno airo, ambayo ni verbu airo, ambayo wengine wanaweza wakaitamka airei au airo, utakavyoitamka. Maana ya neno airo au airei ni nini? To raise, to take up, to lift.
ni kuinua, ni kunyanyua, ni kuinua juu. Kwa hili neno la Kiyunani katika sura ya 15 fungu la pili, tawi lisilozaa ndani yangu huliondoa, ni neno ambalo lina maana ya kuinua, kunyanyua, is to raise. Kwa hiyo matumizi yake ni I raise, I lift up, take away, remove. Sasa ili neno remove au kuondoa, sasa tuweze kulipata maana yake vizuri. Mimi ninatumia mfano wa simu niliyoishikilia ili uweze kuona maana yake hili neno erase au kuondoa. Angalia, nimeshikilia simu yangu. Hii simu ipo kwenye kiganja changu. Hapa ilipo sio sehemu yake vizuri ili iweze kufanya kazi. Kwa hiyo neno erase au airo, ambayo is to raise up, ambayo ni kuinua, simu hii ninainyanyua juu, erase. Na ndio nikashangaa neno erase ambayo ina asili ya neno airo, ndio neno hilo hilo katika Kiingereza raise, raise, raise up. Kwa hiyo ninanyanyua juu. Kwa hiyo msamiati kwenye sura ya 15 fungu la pili ni kuraise up, ambayo hii neno kuraise up amesema is to raise up, is to take up, kunyanyua juu, is to lift up. Kwa hiyo tukitafuta neno la Kiyunani vizuri, tawi ndani yangu lisilozaa hulinyanyua, huliinua. Hasa unasema, lakini mbona hapo mchungaji umetuambia kwamba matumizi ya neno linatumika ku raise, to lift, to take away and to remove? Ni kweli definition yake, maana yake pia ina maneno ya ku take away na to remove. Ninaponyanyua kutokea hapa, nimeremove kutokea kwenye mkono. Ninapoinyanyua hii simu kutoka hapa, nimeitake away from mkono, kutokea kwenye huu mkono wangu. Kwa hiyo ina maana ya kunyanyua au kuinua, lakini haina maana ya kuondoa, kuchoma moto, kwa sababu ili tawi bado limeshikamana na mzabibu kwenye sura ya pili. Naamini umenielewa hapo. Hebu nione komenti zako hapo kwenye chatting, wale ambao mnafuatilia kwa njia ya YouTube hapo kwenye chumba chetu cha kuchati. Hebu nione komenti yako kwamba umenielewa hiki ninachokisema. Na kwa ajili ya mtu mmoja ambaye hajaelewa, mkono wangu uko hapa, nikiufanya hivi nimeuraise hapo, I raise. Napofanya hivi tena nimeuremove kutokea hapa. Kwa nini? Ili tuweze kuelewa vizuri katika mfano huu wa mzabibu, lazima tuelewe mkulima wa mzabibu katika Mashariki ya Kati alikuwa anafanyaje. Mzabibu una tabia ya kutoa matawi ambayo yanatambaa. Wakulima Mashariki ya Kati, kuna matawi ambayo yalikuwa yameshikana na mzabibu, lakini kwa sababu fulani fulani za ukuaji wake yamedondoka chini. Kwa hiyo mchanga, takataka na uchafu wote unakuwa pale katika yale matawi, kwa hiyo huzuia matawi haya kuzaa, lakini bado ameshikamana na mzabibu. Ndio mfano ambao Yesu anautolea hapa anaposema tawi ndani yangu, bado ameshikamana na Kristo Yesu, lakini halizai, ninaliondoa. Neno kuondoa tumeona pale ni kuliinua, airo. Kwa hiyo ninaliinua kutoka ardhini ambako kuna mchanga na takataka, ili lipewe nafasi nyingine ya kuzaa, lakini halitolewi katika mzabibu. Habari njema ni hii: wapo watu ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini maisha yao hayajaonyesha matunda ya kiroho ambayo yanatakiwa kuonekana bado. Na hii ni kwa sababu pamoja na kwamba wameshikamana na Kristo, wana uhai wa kiroho, lakini wako chini bado, wanakanyagwa na mavumbi na takataka na uchafu wa kila namna. Kwa hiyo maisha yao ya kiroho hayajaonyesha matunda ya roho bado. Yesu hakukati kukutoa kutokea kwake, bali anakuinua kutokea kwenye takataka na uchafu unaozuia usizae matunda, ili aweze kukupa nafasi nyingine ili uweze kuzaa matunda. Ni watu wa aina gani hao? Ni mtu ambaye unamkuta bado anaenda kanisani, lakini bado anapambana na hasira ndani yake. Ni mtu ambaye bado akisikia ibada inatangazwa anajisikia kwenda kanisani, lakini bado anapambana na roho ya wivu ndani yake. Kanisani anaenda, ile connection bado ipo.
Ni huyu mtu ambaye bado anakwenda kanisani, lakini katika yale matunda ya Roho ya Wagalatia sura ya 5 akiyatazama, kuna matunda anakuta bado ana upungufu nayo, bado roho ya kiasi haipo kwake. Huyu mtu bado ameshikamana na Kristo, lakini kuna upungufu. Nini kinachosababisha upungufu? Ni uchafu wa dunia hii, ni takataka za dunia hii, ni udongo wa dunia hii. Yesu anakupa nafasi nyingine. Wewe unayepambana na aina yoyote ya dhambi katika maisha yako, ambao unajisikia kukata tamani, na kupa habari njema. Kristo hakutoi katika kuunganika naye, bali anakuinua ili uweze kupewa nafasi nyingine ya kuzaa matunda. Kundi la pili ni ile ambayo tumeliona hapa. Kundi la pili anasema katika lile fungu la tatu, la pili lile anasema kwamba lakini lile ambalo linazaa analipruni. Neno lotumika pale ni kupruni, ni kusafishwa ili liweze kuzaa sana. Ina maana wewe ambaye tayari unazaa matunda, inaweza ukawa unazaa matunda 5, matunda 10, matunda kadhaa. Utahesabu yale matunda katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5, pale utaona yale matunda yalivyotajwa pale. Tunda la Roho ni upendo, utu, wema, fadhili. Ametaja yako kiasi, yako mengi ametajwa pale. Ukikuta kwamba Mungu anapoona kwamba una matunda labda 4, 5, anachofanya ni kwamba anapruni vile vitu ambavyo vinasababisha usizae matunda sana. Na anapruni kwa njia gani? Mungu anapruni mtoto wake kwa njia ya majaribu na majaribio, anasafishwa. Tutayaona hapo mbele vizuri. Kwa neno ambalo limetumika pale kusafisha ni neno pia la Kiyunani ambalo ni neno kathairo, ambalo ni kusafishwa, ni kupruni. Tunaitumia tunapopruni pia mashamba yetu, tunapopruni miti yetu ili iweze kuwa na afya nzuri. Na wakati wa kuwa prundi, mti unapokatwa, kama ungekuwa unaongea, ungekwambia nasikia maumivu. Hapa ndipo Mkristo ambaye yuko ndani ya kanisa, yuko ndani ya Kristo, kuna baadhi ya vitu vinampata, najiuliza, mbona ninatoa zaka lakini kuna hiki imenipata? Mbona niko hivi lakini kuna hiki imenipata? Inatakiwa uzae zaidi. Kuna matawi au majani yameota kwako ambayo Kristo anapoyatazama yanazuia ongezeko la matunda katika maisha, lazima ayaondoe. Kwa hiyo atayaondoa kwa namna gani? Kuna marafiki watakuja kwako, watakuumiza. Hawa marafiki wanakufundisha kuwa na kiasi, maana ulikosa kuwa na kiasi, ulikosa kuwa na uvumilivu. Kwa itabidi ujifunze kupitia hiyo, ili baadaye uwe na uvumilivu, uweze kuzaa tunda la Roho la uvumilivu. Ataendelea kuletea watu ambao ni wahitaji kwenye maisha yako, ili uweze kuwa na tunda la Roho ambalo linatoa utu, wema, fadhili. Uendelee kuwasaidia. Na kuna sana mbona kuna watu nimewasaidia lakini bado wananisema vibaya. Mungu alijua kila kitu, wale watu umewasaidia lakini bado wamekusema vibaya. Mungu atusaidie sana. Hata sisi wachungaji ambao tunahubiri, unahubiri watu kwa nia njema kabisa, lakini bado kuna watu wengine ambao bado watakusema vibaya. Hata unaposikia yale maneno kama mchungaji au kama mwinjilisti, kama mzee wa kanisa, yanakuuma. Kuna sana sema basi mimi nitaacha hii kazi ya injili. Hapana, Mungu anakupruni. Kuna maumivu katika kuwa pruned. Mungu ameruhusu akuseme vibaya ili kuna kitu kibaya kwako kiweze kutoka, uweze kuingia katika steji nyingine. Na hii itakusaidia sana. Siku moja nilimsikia mtu ananisema bila kujua kwamba nitajua au kwamba nitasikia au kwamba nimemsikia. Anasema mchungaji anabagua sana, anaamua aina gani ya watu ambao anapokea simu zao, wengine hawezi kupokea. Kwa alikuwa anaongea kwa uchungu kabisa kwamba ana kiburi siku hizi, hawezi kabisa. Kuna watu wake ambao ndio wanapokea simu zao tu. Sasa katika kuongea wanajadili, mimi nasikia tu. Mtu mmoja akaibuka asema, mimi hatujawahi kutana na mchungaji lakini mara 3 nimempigia na akapokea simu yangu na tunaongea. Huyo anasema hapana, wewe humjui, mimi namjua tangu zamani, hakuwa hivyo zamani. Kwa hiyo wanaongea, mimi nasikiliza. Kwa hiyo kuna mtu mwingine naye akajua mimi sikusikia yale maneno, akaja kuniambia, bwana, unajua kuna watu wamesema hivi na hivi. Kibinadamu nisikia kidogo kama kauchungu, lakini baadaye Mungu akaniambia, sasa unaposikia wewe uchungu, unataka kila mmoja umtangazie kwamba kwa nini hujapokea simu yake, utawatangazia wangapi? Sasa kanuni ni rahisi tu. Ninapomhudumia mtu mmoja, nina focus kwa huyu mtu mmoja peke yake mpaka nihakikishe kwamba mambo yameenda vizuri. Ninapochanganya mara kadhaa, huyu naongea naye napokea simu, naongea naye napokea simu, ninamhudumia napokea simu, nitashindwa kufocus kwa huyu mtu mmoja. Lakini pia kuna saa ambao mimi pia ni mtu nachoka. Hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, njoni hapa mkae peke yenu mpumzike.
Kwa kuna sana mimi nasema hii ni muda wa kupumzika, lakini pia na mimi na familia na watoto. Kwa kuna sana nasema hii ni muda wa watoto. Mara kadhaa watoto wangu wameninyang'anya simu, ananionyesha kitu huku na mimi nasema weka simu chini. Kwa yote haya nianze kumsimulia mtu, utausimulia wangapi? Maana wanaokutafuta ni watu labda 7,000 kwa siku. Kwa mwisho nasema okay, nitunze energy yangu kwa ajili ya kutumikia Mungu na watu. Kwa nikiendelea kuwaza hili sana, nitakosa energy ya kuwatumikia watu. Kwa nasema nitamhudumia yule ambaye Mungu atamleta mbele yangu kwa wakati. Unaona hiyo sehemu ya kwanza hiyo. Kwa tayari hapo nimejiponya mimi mwenyewe, alafu nasonga mbele. Lakini hapo Mungu amenisafisha tayari. Amenisafisha kwa namna gani? Kuna kitu huenda, kuna kiburi ambacho huenda kilikuwa kinataka kuota. Kwa Mungu akamtumia huyu mtu kunisema vibaya ili nianze kujiassess. Nianze kujichunguza, isije ikawa kuna kakiburi kameanza kuota ndani yangu. Kwa katika kujichunguza napokea utakaso. Haleluya. Nakupa mfano wa pili tena. Mimi natoa wa kwangu, sitaki kutoa wa mtu. Natoa mimi wa kwangu. Kuna video moja tulirusha kwenye television, kwenye page yetu ya Mahubiri TV ya Instagram. Ina maneno mazuri kabisa. Ile video ilikuzwa, ikawa kubwa. Kwa wakati imekuzwa nikawa ninaonekana kwa ukaribu. Ndipo kati ya watazamaji wangu 2 au 3 wakagundua kwamba nimeweka vyuma kwenye meno. Waka comment direct. Wakasema, neno ni zuri lakini hivyo vitu ulivyoweka kwenye meno yani kama vile ni mwingine. Akanifuata inbox akasema, kwa hiyo umeanza kujiremba kama wasanii. Hasa aliyefuata kwenye inbox tayari ameona vyuma vyangu kwenye meno, akahitimisha na mimi najiremba kama wasanii. Sasa unasema hiyo mchungaji wao imekupruni vipi? Imenipruni kujua ya kwamba kumbe kila nitakachokifanya kina matokeo fulani kwa mtu fulani ambaye ananitazama kama kiongozi wake wa kiroho. Lakini pia huyu mtu mimi siwezi kumchukia kwa sababu najua hajui kwamba nimeweka dental formula kwa sababu niliwahi kuugua meno zamani. Kwa hiyo nilikuwa napitia matibabu ambayo yalienda hatua kwa hatua. Kwa hiyo nipo kwenye stage ya mwisho ya matibabu ya kufunga vyuma ambao baadaye vitakuja kutolewa. Lakini yeye amemwona kama Diamond Platinum anavyoweka dhahabu kwenye meno. Kwa hiyo usipojua kwamba huyu naye anakupruni, kukupa tahadhari kwamba be careful, kuwa makini kwa unachokifanya kwa sababu jamii inakutazama kama mfano. Nilikuta kuna vitoto vinaongea mpaka gesture ya mikono, jinsi ninavyohubiri ninavyofanya vinafanya vile vile. Kwa ina maana style hata ya kunyoa nitakavyonyoa tofauti, hadi vile vitoto vinaweza vikaiga kwa sababu mimi ni kama hero kwao. Tayari hapo nimekuwa pruned. Kwa hiyo Mungu kuna namna ananipruni, ananishika break kwamba kuwa makini. Wewe ndiye unayejua umeweka vyuma kwenye meno kwa ajili ya dental formula, lakini kuna mwingine ameviona kama urembo. Kwa hiyo kuwa makini, ninakuwa pruned. Kuna mambo mengine sasa, hiyo iache kuhusu mimi, angalia kuhusu maisha yako wewe. Kuna wakati unaishi kwenye ndoa yenye amani, kuna vitu vizuri unavipata kwenye ndoa yako, lakini huwezi kutambua thamani ya vile unavyovipata. Kwa hiyo katika hiyo cycle, kwa sababu hujui kuappreciate na kumshukuru Mungu, wewe umekuwa ni mtu wa kuona vibaya tu. Mwisho Mungu anaipitishia, anaruhusu ndoa yako ipitishwe kwenye crisis, ili uanze kujifunza na kukumbuka wakati ambapo kila ukipiga simu ukiomba ile matumizi unapewa on time. Pupu. Huku appreciate, kumshukuru Mungu katika hilo. Ukaendelea kumlaumu Mungu kwa vitu vingine, vikasoro vidogo vidogo kwenye ndoa. Kwa inabidi upitishwe kwenye ugumu fulani kwanza, machungu fulani upitishiwe hapo ili ujifunze. Unakuwa pruned. Majaribio na majaribu katika maisha ni mitihani ambayo Mungu anaileta ili kututengeneza vizuri. Ichukulie positively. Neno kusafishwa katika Yohana sura ya 15 fungu la 3 anasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nilowaambia. Watu wanasafishwa kwa mambo makuu mawili, au huenda mengine matatu ya zile, lakini makuu mawili aniyaongele. Cha kwanza, unasafishwa tabia ili uweze kuzaa sana kupitia neno la Mungu. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 fungu la 3 anasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo neno la Mungu, Mungu anapokuambia neno,
unapolisikia kupitia mahubiri, unapolisoma kupitia Biblia, unapolisoma kupitia kitabu cha kiroho ambacho msingi wake pia lazima kipimwe kwenye Biblia, hili neno linakutakasa, linakusafisha. Ndiyo maana kwenye Yohana sura 17 fungu la 17 anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Nami narudia tena, soma magazeti, soma vitabu, lakini faino ni neno la Mungu, Biblia. Hilo litakusafisha, hilo litakukosoa, hilo litakuonya, hilo litakutakasa. Neno la Mungu litakutakasa. Lakini jambo la pili, tunatakaswa kwa njia ya mitihani, majaribu na majaribio kwenye maisha. Kila inapokuja itakuwa ni sehemu ya majaribu yako, yatakusafisha, yatakutakasa. Lakini katika yote ambayo utayapata, kaa ndani ya Kristo. Wakati mwingine majaribu yanapokuja unaweza ukaumia, ukasema mimi siyataki majaribu haya, mimi siyataki majaribu haya. Acha majaribio yaje, acha mitihani ije, maana kuna vitu vinaondolewa kwenye maisha yako ambavyo kama vikiachwa vitakupelekea kuingia jehanamu. Kwenye kitabu cha Ayubu sura 23 fungu la 10 anasema, lakini yeye aijua njia niiendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Baada ya mtihani wa maisha unaopitia, utatoka kama dhahabu. Yakobo 1:12 anasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao. Ukitoka katika hicho unachokipitia, hiyo ndoa yako, uchumi wako, magonjwa yako, utatoka kama dhahabu. Kaa ndani ya Kristo. Hata kama upitie magumu kiasi gani, usitoke nje ya Kristo. Kaa ndani ya Kristo. Kukaa ndani ya Kristo maana yake ni nini? Anaposema kaeni ndani yangu, maana yake ni nini? Ni kudumu katika uhusiano hai na Kristo. Ni muhimu kwa ukuaji na kuzaa matunda. Usije ukaenda ndani ya uka nje ya Kristo Yesu. Endelea kushikamana naye. Kuwa makini mara kwa mara katika mambo ya kidini haitoshi. Kupanda juu katika wimbi au la shauku ya mambo ya kidini siku moja na kuanguka katika siku nyingine haitoshi. Rafiki yangu, kushikamana na Kristo ni kuwa na uhusiano wa mara kwa mara wa maombi, wa kusoma neno. Maombi sio lazima tuiwe utengeneze muda wako wa kupiga magoti. Ukiwa umekaa, endelea kuomba, zungumza naye. Uko kazini, zungumza naye ndani ya moyo wako. Kuwa connected kila wakati. Kuwa umeunganishwa na Mungu mara kwa mara. Kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi. Ukiwa umeunganishwa na Kristo, utaona majibu ya maombi yako yanatokea kwa haraka sana. Kinachofanya maombi yajibiwe ni kuungamana na, ni kushikamana na Kristo, ni kuungana naye mara kwa mara. Yohana 15:6 anasema, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Lakini fungu la 7 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Kaa ndani ya Kristo, jaza maneno ya Kristo ndani yako. Acha kulalamika. Kimtokacho mtu ndicho kiujazacho moyo. Ukiwa umejaa maombolezo, ukiwa umejaa kulalamika, umejaa huzuni, ndivyo vitu ambavyo utavikaribisha kwenye maisha yako. Angalia Ayubu, anasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Anatamka baraka, anatamka mema. Mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wake. Anatamka mema. Maombi yako yatajibiwa ukiwa connected na Kristo. Upo kitandani unaumwa, endelea kumshukuru Mungu. Shukuruni kwa kila jambo, hujui unachoepushwa katika maisha yako. Upo katika changamoto yote, mshukuru Bwana, endelea kuwa connected. Midomo yako itamke sifa mara kwa mara. Tamka mambo ya Mungu, tamka shukrani. Pitia ugumu, lakini tamka shukrani. Acha kulalamika, jifunze kumshukuru Mungu. Kuna nguvu katika kushukuru, kuna nguvu katika kuomba kimoyomoyo, kuna nguvu katika kuungana na Bwana. Nami nakuachia dakika chache. Kanuni hii itakusaidia. Mjue sana Mungu. Endelea kuungana na Bwana. Usitoke nje ya Kristo Yesu. Haijalishi mambo ni mazuri au ni mabaya, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kuzungumza naye. Unapoendelea kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya message ya kawaida, tutaingiza kwenye maombi. Tumia muda huu sasa, unaposikiliza muziki taratibu huu unaopita kwako, popote ulipo, jiandae kwa maombi sasa. Jiandae kwa maombi sasa. Jiandae kwa maombi sasa. Popote ulipo, jiandae kwa maombi sasa. Ile changamoto ambayo unaipitia, endelea kusema na Mungu wako. Endelea kusema na Mungu wako. Omba katika staili hii. Naomba unisikilize wakati unapoendelea kuomba kwa muda huu.
omba katika staili hii. Usimwambie Mungu kwa kulalamika, mwambie Mungu kwa kuappreciate uwezo wake. Unaweza kusema, mchungaji, nafanyaje hapa? Tuchukulie unaumwa sasa hivi, badala kumwambia Mungu niponye sasa, tumbo langu linauma, Bwana ingilia kati, usiombe hivyo, bali sema hivi: Mungu, ninajua uwezo wako, wewe ni Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, waweza kuniponya, na unaniponya tumbo langu sasa, na unaiponya ndoa yangu sasa. Hicho ndicho mwambie Mungu. Mwambie Mungu katika hali iliyopo na kutambua uwezo wake. Na acha dakika moja, ongea na Mungu. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba ndani ya moyo wako. Haijalishi uko wapi, endelea kuomba kwa mazingira yako. Endelea kuomba. Taja ile shida yako kwa kuifungamanisha na ukuu wa Mungu sasa. Ifungamanishe na ukuu wa Mungu, usilalamike. Kuna mtu katika masaa tunavyoomba anapokea uponyaji. Kuna mtu anapokea uponyaji sasa. Kuna mtu maumivu yanatoweka sasa hivi. Unafuatilia kipindi hiki, unasikia maumivu yanapotea, uponyaji unatokea. Andika comment yako hapo kwenye video hii. Endelea kuandika. Kiri kile ambacho Mungu amekufanyia, shuhudia. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu na yule ambaye anasikiliza kwa njia ya redio. Wote nawaleta katika mkono wako. Tazama, watoto wako wametuma jumbe zao mbalimbali. Yule anaomba kwa ajili ya mtoto wake, yule anaomba kwa ajili ya mume wake, yule ana changamoto ya afya katika mwili wake, uvimbe katika tumbo, maumivu katika mgongo. Baba, hatuwezi kutaja yote, lakini wewe unayaona wote, na waleta katika mkono wako. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, ukawapatie kufunguliwa kwao. Kuna huyu ambaye anaomba kwa ajili ya ndugu yake aliyepotea, mtoto wake aliyepotea, mume aliyepotea, hajulikani alipo mpaka sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, wakarejee wote na ikajulikane. Ninakutukuza Mungu mkuu, kwa sababu unakwenda kutenda maajabu. Asante kwa ajili ya uponyaji. Yule ambaye anaomba kwa ajili ya masomo, Baba, ukapate kumtendea muujiza. Kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya mchumba, ninakusihi kila mmoja ukamshushie neema yako. Asante Yesu, maana maombi yameletwa kwako. Mkono wako wa neema unaendelea kumshika kila mmoja wetu. Asante, maana kuna watu wanafunguliwa sasa. Yeye ambaye amefungwa na nguvu za giza, unaisikiliza sauti hii. Pepo wachafu ninawaamuru kwa jina la Yesu, mwachie mtoto wa Mungu sasa. Ondoka ndani ya mwili wake, ondoka katika biashara yake, ondoka katika ndoa yake, ondoka we pepo mchafu, ondoka kila mahali uliposhikilia. Waache watoto wa Mungu wawe huru. Asante mfalme wa amani, Mungu mkuu, kwa kuwa umesikia na watoto wako wako huru kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.